Na bado tunazungumzia dabi ya Kariakoo, upande wa pili kwa maana ya Simba Sports Club wanaingiaje kwenye dabi? Ni wachezaji gani wa kuangaliwa ama wa kuchungwa kwa upande wa Simba Sports? Licha ya sare waliopata kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji, kuna maeneo ambayo Simba bado wameonekana kuwa hatari. Anise Ura akitokea pande zote mbili kwa maana ya kushoto na kulia, ni mchezaji ambaye anatakiwa kutazamwa. Uwezo wake wa kupiga chenga, uwezo wake wa kukokota mpira, spidi yake ni vitu ambavyo kama hampo vizuri kwenye ulinzi, mkimsahau kidogo anaweza akakuachia madhara. Kuna kitu cha ziada ambacho nimekiona kwa Ino Loemba. Huyu ni kiungo ambaye alianza taratibu, lakini ni kama vile amechanganya. Alicheza vyema sana kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Matokeo pengine amefunika kile ambacho alikifanya. Namna ambavyo anakimbia katika safu ya kiungo, namna anapokea mpira, namna anaachia mpira, pasi zake zina macho. Lakini pia kitu kingine ambacho tumekiona, utulivu wake anapokuwa timu pinzani na mpress. Ni mtu ambaye ana utulivu na hapotezi mpira kirahisi. Huyu ni mchezaji ambaye Yanga wanapaswa kuwa naye makini sana. Nadhani hapa katikati watu wamemsahau Libase Geye. Tusimsahau Libase Geye. Huyu bado anakuwa ni mchezaji mwenye unyumbulifu mkubwa, ni hatari akitokea zaidi kwenye winga ya kulia, kwa sababu ana uwezo mkubwa sana wa kupiga mashuti na mguu wa kushoto. Kwa hiyo akiingia kwenye winga ya kulia, target yake kubwa inakuwa sio kupiga cross, inakuwa ni mchezaji ambaye anapenda kuingia ndani na kushoot golini. Sitamtaja sana Chama kwa sababu ameshacheza mechi hizi nyingi na pengine ana mechi nyingi ambazo hakucheza kwenye ubora wa juu sana, lakini mtu ambaye pengine watu wanaweza wasimzungumze, ila mimi nitakwambia kwa nini. Huyu ni Alassane Kante. Gari limewaka, fitness yake imepanda sana, ana mikimbio mingi kwenye eneo la kiungo, anakaba, anasaidia kwenye kushambulia. Partnership yake akicheza na Kagoma inakuwa ni nzuri sana, kwa maana ya kwamba execution ya majukumu yao kwenye eneo la katikati inakuwa ni makubwa. Timu ikiwa haina mpira anakuwa kwenye maeneo kwa haraka, timu ikiwa na mpira anaongezeka kwenye eneo la kushambulia kwa haraka. Hao ni wachezaji ambao naweza nikasema kwa upande wa Simba ni wachezaji wa kutazamwa, lakini bado timu namna inacheza inaweza ikaofa kitu cha ziada nje ya hao wachezaji ambao pengine nimewazungumza. Hii ni Macha TV, endelea kutazama habari mbalimbali. Usisahau kusubscribe na kulike na kushare kwa wale wapendao.